Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka, msikilizaji, kwenda moja kwa moja kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na joto la siasa laanza kupamba katika nchi ya Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu. Israeli na Hamas zachukua msimamo tofauti kuhusu pendekezo la Donald Trump la usitishwaji wa mapigano kwa siku 60. Urusi imeongeza mashambulio yake ya kijeshi katika maeneo mawili ya nchi ya Ukraine. Marekani yasitisha usafirishaji wa silaha kwenda Ukraine, ikulu imesema ya White House. Maandamano ya Kenya, mbunge Parsarisa apendekeza mswada wa udhibiti wa mikusanyiko kwenye bunge na mahakama. Naam. Natumai ubweri wafe pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Marekani imesitisha baadhi ya shehena za silaha kwenda Kyiv, ikulu ya Marekani imesema, huku vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vikizidi kupamba moto. Uamuzi huo unachukuliwa kuweka maslahi ya Marekani mbele kufuatia tathmini ya idara ya ulinzi kuhusu msaada wa kijeshi wa usaidizi wa Marekani kwa nchi zingine. Msemaji wa White House Anna Akeli amesema Marekani imetuma makumi ya mabilioni ya dola ya misaada ya kijeshi kwa Ukraine tangu Urusi ilipoanzisha mvamizi wake mwezi Februari mwaka 2022 na kusababisha baadhi katika utawala wa Trump kueleza wasiwasi wao kuwa akiba ya silaha ya Marekani ni ndogo sana. Serikali ya Ukraine haijatoa maoni yoyote kuhusu tangazo hilo. Maafisa wa Marekani hawakusema mara moja ni usafirishaji upi uliokuwa ukisitishwa. Kiongozi wa Buddha wa Tibet aliye uhamishoni Dalai Lama amesema ataridhiwa na mrithi baada ya kifo chake, akijibu rasmi uvumi wote kuhusu iwapo taasisi hiyo yenye umri wa miaka 600 itakufa pamoja naye. Ameongeza kuwa wajumbe wa ofisi ya Dalai Lama watashauriana na viongozi wa madhehebu makubwa ya Kibudha ya Tibet na viongozi wengine wa kidini ili kupata na kudhibitisha mrithi kwa mujibu wa mila za zamani. Pia alikariri kuwa hakuna mtu ana haki ya kuingilia kati suala hilo, ujumbe ambao unaweza kuonekana kuwa unaelekezwa kwa Uchina. Na mwaka 1959 baada ya kushindwa kwa uasi dhidi ya utawala wa China huko Tibet, Dalai Lama alikimbia kuvuka mpaka hadi India. Mwakilishi wa wanawake wa Nairobi Esther Passaris amependekeza mswada ambao utabadilisha kikamilifu jinsi maandamano yanayoendeshwa, hususan yale ya Nairobi.
Mswada wa sheria ya marekebisho ya mfumo wa umma wa mwaka 2025 iliyopendekeza mabadiliko ya sheria iliyopo ya mfumo wa umma sura ya 56 kwa kuweka vikwazo kwa mikusanyiko kwenye maeneo ya mikutano ya hadhara. Mapendekezo ya Pasaris yameibua gumzo kwenye mitandao ya kijamii, huku baadhi wakiupinga. Kulingana na mapendekezo ya mswada huo, hakuna mkutano wa hadhara au maandamano ambaye yataruhusiwa ndani ya eneo la mita 100 kutoka bunge, vyumba vya mahakama na maeneo yanayoteuliwa chini ya sheria ya maendeleo yanayolindwa. Mswada huo pia unampa katibu wa baraza la mawaziri mamlaka ya kuteua maeneo ya maandamano baada ya mashauriano ya serikali za kaunti. Hii itajumuisha maeneo ya kuagiza ambapo maandamano ya umma yanaruhusiwa, pamoja na maeneo ambayo yamepigwa marufuku. Israel imetisha kulipiza kisasi dhidi ya kundi la Wahudhi la Asa Alan nchini Yemen baada ya jeshi la Israeli kulidungua kombora lililorushwa kutoka Yemen kuelekea Israel. Siku ya Jumamosi, Wahudhi walitangaza kuwa wamerusha kombora la balestiki kuelekea Israel kujibu hatua ya Israel dhidi ya Wapalestina katika vita katika ukanda wa Gaza, kulingana na kundi la Yemen. Kombora la Jumamosi lilikuwa la kwanza kurushwa na kundi hilo tangu kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Iran mnamo Juni 24 kufuatia vita vya siku 12 kati yao. Israel na Hamas zimechukua msimamo tofauti leo kuhusiana na pendekezo la Rais Donald Trump la usitishwaji mapigano kwa muda wa siku 60. Kwa mikono miwili nafasi yoyote itakayowezesha kuachiwa huru kwa mateka wa Israel wanaoshikiliwa Gaza. Kupitia ujumbe katika mtandao wa kijamii wa X, mwanadiplomasia huyo amesema fursa ya aina hiyo haiwezi kuachwa ipite, na hilo linaungwa mkono pia na idadi kubwa ya watu nchini Israel. Katika tangazo lake la jana kwenye mtandao wa Truth Social, Rais Trump alisema Israel imekubali masharti ya pendekezo la usitishaji vita kwa muda wa siku 60. Trump amesema anataraji usitishaji mapigano kwa miezi hiyo miwili utaanza mapema wiki ijayo, na amelitaka kundi la Hamas likubali pendekezo hilo, akionya kuwa hali itazidi kuwa mbaya iwapo italikataa. Amesema siku hizo 60 zitatumika kutafuta njia ya kuvimaliza vita vya Gaza, jambo ambalo Israel imekuwa ikilipinga, ikisema haitositisha vita hadi pale kundi la Hamas litakapotokomezwa kabisa. Mapema hii leo kundi la Hamas limeashiria kuwa tayari kufikia makubaliano ya kusitisha vita, lakini halijaweka wazi iwapo limeridhia pendekezo la Trump. Kundi hilo linashikilia msimamo wake wa kutaka mkataba wowote utakaofikiwa na Israel uvimalize kabisa vita vya Gaza na Israel iondoe kikamilifu vikosi vyake kwenye ardhi hiyo ndogo ya Palestina. Afisa wa kundi hilo Taher al-Nunu amesema wanamgambo hao wako tayari na wana dhamira ya kutafuta mkataba, lakini msimamo wao ni bayana, wanataka vita hivyo vya miezi 21 vifikie mwisho. Ujumbe wa kundi hilo unatarajiwa kukutana na wapatanishi wa Misri na Qatar leo Jumatano mjini Cairo kujadili pendekezo la Trump. Ikiwa kila upande utaendelea kushupalia matakwa yake, itakuwa vigumu kwa pendekezo la Trump kuzaa matunda. Katika hatua nyingine, idara inayosimamia ulinzi wa umma kwenye ukanda wa Gaza imesema mashambulizi ya Israel yameendelea leo Jumatano na yamewaua watu wasiopungua 14 katika eneo la kusini mwa Gaza. Msemaji wa idara hiyo Mahmoud Basal ameliambia shirika la habari la AFP kwa watu 5 wa familia moja wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa baada ya kombora la Israel
kulilenga hema la watu wasio na makazi kwenye kitongoji cha Al-Mawasi. Picha za AFP kutoka hospitali jirani ya Nasser kwenye mji wa Khan Yunis zimeonyesha madaktari wakiwatibu watoto wadogo waliotapakaa damu. Upande wa kaskazini, watu 4 wa familia moja wameuawa kwa shambulizi la anga la Israel, huku wengine 5 wameuawa pia kwa kombora lililorushwa kwa droni kwenye kitongoji cha Deir al-Balah. Israel imesema mashambulizi yote hayo yamefanikiwa kuwatokomeza wanamgambo wa Hamas na kuharibu miundombinu yao. Ndiyo hali ambayo inajitokeza Mashariki ya Kati, ambapo tutazidi kufuatilia taarifa hizo. Urusi imeongeza mashambulio yake ya kijeshi katika maeneo mawili ya nchini Ukraine. Aidha, imetishia kupanua mapigano hadi kwenye maeneo mapya kwenye mikoa mingine ya Ukraine. Wakati huo, Marekani imetangaza kusitisha upelekaji wa misaada ya kijeshi nchini Ukraine yake kwa kudhibiti maeneo zaidi ya Ukraine kabla ya kuzingatia usitishaji kamili wa mapigano, wakati ambapo Ukraine nayo inataka kuzuia kasi ya Urusi ya kusonga mbele kwa muda mrefu iwezekanavyo na kuisababishia hasara kubwa. Hata hivyo, vikosi vya Urusi vimezidi kupata nguvu na vinalenga kulidhibiti eneo la Pokrovsk la kimkakati lililopo mashariki mwa Ukraine, hatua ambayo itayawezesha majeshi ya Urusi kukaribia kuliteka eneo lote la Donetsk. Huku hayo yakiendelea, Marekani imesema inasitisha kupeleka baadhi ya silaha muhimu nchini Ukraine ambazo ziliahidiwa chini ya utawala wa Rais Joe Biden kwa ajili ya kuisaidia Ukraine katika vita vyake na Urusi. Ikulu ya Marekani imeeleza kuwa uamuzi huu umechukuliwa kwa ajili ya kuifanikisha sera ya Marekani kwanza. Naibu katibu wa habari wa White House, Anna Kelly, amesema hatua hiyo imefikiwa baada ya serikali kupokea tathmini ya idara ya ulinzi DOD. Amesema kupunguzwa kwa misaada ya kijeshi kunaashiria mabadiliko katika vipaumbele vya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye anazishinikiza Urusi na Ukraine kuharakisha mazungumzo ya amani yaliyokwama. Baadhi ya raia wa Ukraine wameitaja hatua ya kusitishwa kwa misaada ya kijeshi ya Marekani kuwa ya kukatisha tamaa. Sishangai kusema kweli. Kwa namna fulani nilitarajia hili. Tunashirikiana na washirika wetu wa Ulaya. Nadhani uongozi wetu uliliona hili linakuja kutokana na tabia ya ugeugeu ya rais wa Marekani na mivutano ya watendaji wake. Wiki iliyopita katika mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya NATO uliofanyika nchini Uholanzi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikutana na Trump, lakini hakupata majibu yaliyoeleweka kutoka kwa kiongozi huyo wa Marekani kuhusu mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Silaha na misaada mingine ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na mifumo hiyo ya ulinzi wa anga, ni pigo kwa Ukraine wakati inapokabiliana na mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Urusi katika vita hivyo vilivyodumu kwa miaka 3 sasa. Ndiyo hali ambayo inajitokeza ndani ya miaka 3. Aidha ni kwamba Urusi inazidi kupanua mashambulio katika taifa hilo la Ukraine. Ripoti ya siri iliyotolewa na kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa inasema Rwanda ilikuwa na udhibiti wa mamlaka kwa waasi wa M23 wakati wa operesheni zao mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jambo hilo liliwezesha nchi hiyo kuwa na ushawishi wa kisiasa na kuweza kulifikia eneo hilo lenye utajiri wa madini. Wa kijeshi ambao Rwanda iliutoa kwa wapiganaji wa M23, ikiwa ni pamoja na mafunzo na vifaa vyenye uwezo wa kiteknolojia wa hali ya juu vilivyokuwa na uwezo wa kuvuruga mifumo ya ulinzi wa anga wa jeshi la Kongo lililokuwa limeelemewa, jambo ambalo liliwapiga jeki waasi hao.
Aidha, ripoti hiyo imeendelea kubainisha kuwa Rwanda iliwapokea viongozi wa muungano wa waasi unaojumuisha M23 katika vituo vyake vya Gabiro, Nasho na Gako ambako wanajeshi wa M23 walipewa mafunzo ya kijeshi. Pia wataalamu hao wanasema Rwanda iliongeza idadi ya wanajeshi wake hadi kufikia 6,000 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Wanadiplomasia wameeleza kuwa ripoti hiyo inayotarajiwa kuchapishwa hivi karibuni iliwasilishwa mapema mwezi Mei kwa kamati ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa inayofuatilia mzozo wa Kongo na inayohusika pia na kuweka vikwazo. Mwezi Januari na Februari, waasi wa M23 walipata mafanikio makubwa mashariki mwa Kongo kwa kuchukua udhibiti wa miji mikubwa zaidi ya eneo hilo ya Goma na Bukavu. Kwa muda kadhaa sasa, Kongo, Umoja wa Mataifa na nchi za Magharibi wamekuwa wakieleza bayana kwamba Rwanda inaiunga mkono M23 kwa kuipatia askari na hata silaha. Hata hivyo, serikali mjini Kigali imekuwa ikikanusha tuhuma hizo, ikidai kuwa vikosi vyake vimekuwa vikijilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR ambao wanahusishwa na mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi ya mwaka 1994 huko Rwanda. Lakini ripoti hii iliyotolewa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa inakanusha madai hayo na kusema kuwa msaada wa jeshi la Rwanda kwa M23 haukulenga kimsingi kushughulikia vitisho vinavyotolewa na FDLR na kwamba Kigali ililenga kujinyakulia maeneo zaidi huko mashariki mwa Kongo. Mpaka sasa, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Rwanda na hata wasemaji wa serikali za Kongo na Rwanda hawajazungumza chochote juu ya ripoti hiyo. Ikumbukwe kuwa mnamo Juni 27 chini ya upatanishi wa Marekani, Rwanda na Kongo zilisaini makubaliano ya amani mjini Washington. Mkataba huo hata hivyo unakosolewa na baadhi ya watu wakiutaja kama makubaliano ya kibiashara yatakayozinufaisha nchi za Magharibi kwa mabilioni ya dola, hasa kutokana na uwekezaji wao katika eneo hilo tajiri lenye madini mbalimbali ikiwa ni pamoja na tantalum, dhahabu, cobalt, shaba na lithium. Lakini viongozi wa Kinshasa wanadai kuwa watalinda maslahi ya nchi yao. Ni swala ambalo tutakuwa tunalifuatilia katika hatua kuona kwamba amani inapata. Baada ya zaidi ya miongo 6 ya mchango mkubwa duniani, shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID limefungwa rasmi na utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani. Uamuzi huu ulioongozwa na idara ya ufanisi wa serikali chini ya Elon Musk ni sehemu ya juhudi kubwa za kuvunja mashirika ya serikali ya shirikisho la yanayoonekana kuwa na ufanisi mdogo au yanayotumia fedha kupita kiasi. Kwa miaka mingi, shirika hili limekuwa miongoni mwa mashirika makubwa zaidi ya misaada duniani, ikiratibu maelfu ya miradi ya afya, elimu, kilimo na misaada ya dharura. Miongoni mwa mafanikio yake makubwa, USAID ilihusika moja kwa moja katika mapinduzi ya kijani kwenye kilimo yaliyosaidia kuokoa maisha ya zaidi ya watu bilioni 1 duniani. Shirika hili pia limesaidia kupunguza vifo vya watoto kwa 69% tangu mwaka 1990 na kupunguza vifo vya ukimwi na malaria kwa zaidi ya 50%. Hii ni kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za kimataifa za afya. Hata hivyo, serikali ya Trump ilianza kulifuta shirika hilo mapema mwaka huu 2025, ikilalamikia gharama kubwa na manufaa madogo. Kufikia mwezi Machi, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alitangaza kuwa zaidi ya 80% ya miradi 6,200 ya USAID ingesitishwa na kwamba takriban miradi 1,000 pekee ingeendelea chini ya usimamizi wa wizara ya mambo ya nje. Msaada wa USAID ulitoa mchango mkubwa katika mapinduzi ya kilimo ya kijani kinachosifiwa kuokoa maisha zaidi ya watu bilioni 1 kote duniani. Mkurugenzi wa zamani wa shirika hilo Andrew Natsios amesema, nadhani tumepoteza hisia za kibinadamu kwa kufunga USAID, na watu katika nchi zinazoendelea tayari wanaona hilo. Kuna hasira nyingi dhidi ya Marekani kwa kilichotokea. Rubio alitetea hatua hiyo kwa kusema kuwa malengo ya maendeleo mara chache hufikiwa na kwamba USAID ilichangia uzembe na kuongeza chuki dhidi ya Marekani katika mataifa mengine. Tangu sasa, amesema, programu zote zilizobaki za misaada zitakuwa zikiratibiwa moja kwa moja na sera za serikali ya Marekani na kusimamiwa na wizara ya mambo ya nje. Ojok Okello, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya maendeleo barani Afrika, ametoa mtazamo huu
kufuatia hatua hiyo ya serikali ya Trump. I think that this presents a wonderful opportunity for African governments, for Africa. Huu ni wakati wa mataifa hasa ya Afrika kuzingatia mikakati ya kujenga uwezo wao kushughulikia masuala ya maendeleo, ikiwemo mifumo ya huduma msingi za elimu, afya na kilimo, kuweza kukabiliana na pengo la utegemezi litakalojitokeza baada ya USAID kufunga. These gaps that have been left out following the closure of USAID. Utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la The Lancet umetabiri athari kubwa iwapo hatua hizi zitafuatwa. Watafiti wanaonyesha kuwa kufungwa kwa USAID kunaweza kusababisha vifo vya zaidi watu milioni 14 katika kipindi cha miaka 15 ijayo, wakiwemo watoto milioni 5 wenye umri wa chini ya miaka 5, hasa katika nchi za kipato cha chini na cha kati. Ndio hali ambayo namna hiyo itakuwa inaathiri wengi ambao wamekuwa. Jopo la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani limeanza kupanda nchini Tanzania, ambapo chama cha Mapinduzi CCM kimefunga rasmi pazia la kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba kuteuliwa kuwania nafasi hizo. Hatua hiyo imezua mjadala mpana, hasa kutokana na ushindani mkali unaotarajiwa katika baadhi ya majimbo ya uchaguzi katika taifa la Tanzania. Tankuvute imeanza kushamiri katika majimbo mbalimbali hapa nchini Tanzania baada ya wanasiasa maarufu, watu mashuhuri na vigogo wa zamani wa kisiasa kujitokeza kuchukua fomu za ubunge na ubunge wa viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Miongoni mwa waliokwisha kuchukua fomu ni pamoja na Salim Kikeke ambaye ni mtangazaji maarufu, Shafi Dauda mchambuzi wa michezo, Romy Jones na Zuena Saidi wasanii wa muziki na filamu, pamoja na Jessica Magufuli mtoto wa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli. Je, sura hizi mpya zinaashiria mabadiliko ya kweli au ni mwendelezo wa siasa za mazoea? DW imezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi Tanzania, Profesa Ibrahim Bakari. Newcomers zinaweza kuwaita wengi ambao hawako kwenye mfumo, nafasi yao ya kuweza kupita kwenye kura hizi za maoni inakuwa ni ndogo sana, kwa sababu inategemea umejijenga kwa kiasi gani kwenye chama kwa muda mrefu na pia rasilimali ulizonazo. Kwa upande mwingine, hali ya kisiasa imechukua sura ya kipekee baada ya baadhi ya wabunge wa viti maalum wa Chadema kujitokeza ndani ya CCM na kuchukua fomu za ubunge. Miongoni mwao ni Esther Bulaya aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chadema, ambaye sasa anawania ubunge wa jimbo la Bunda mkoani Mara. Chama cha Mapinduzi kitasajili striker, kitasajili kiungo mchezeshaji. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa hali hii inaonyesha siasa za fursa, huku wengine wakiona ni mwanya wa kisiasa kwa baadhi ya wanasiasa kujiweka sawa kwa ajili ya uchaguzi ujao. DW imezungumza na mhadhiri wa shule ya sayansi ya siasa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Consolata Surei. Lakini kuwa na sura mpya sio kitu cha kushangaza. Kwanza ni haki ya kidemokrasia kabisa ya kila Mtanzania kuwa mfuasi na mwanachama wa chama cha siasa ambacho anaona kinakidhi matakwa yake. Katika baadhi ya majimbo ushindani unatarajiwa kuwa mkali zaidi kutokana na kuhusika kwa waliowahi kuwa wakuu wa mikoa na wilaya, mawaziri wa zamani wa awamu ya 4 na ya 5, pamoja na waliokuwa makatibu wakuu. Wachambuzi wanasema Oktoba inaweza kuwa mwezi wa maamuzi makubwa kwa mustakabali wa Tanzania. Florence ndio hali ambayo inajitokeza kupitia hapo ambapo tumepokea taarifa hiyo kupitia njia hiyo na washirika wetu, ambapo namna hiyo unapata matangazo ya mbashara yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo usisahau pote pale ulipo kujisajili nasi, subscribe, follow ili kupata video nyingine na za kuvutia kupitia YouTube channel yetu ya Radio Fortune Africa, ambapo vilevile usisite kutoa maoni yako. Je, ungependa tuzungumzie mada ipi na yapi ambao ungependa tuweze kujuza, ikiwemo habari za kutoka kote ulimwenguni? Tuandikie, ambapo kwa kutumia radio barua pepe radiofortuneafrica@gmail.com. Ni matangazo ya mbashara, msikilizaji, kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, ambapo mengi tu yanajiri, na hivyo basi kupitia njia hiyo umeweza kupokea mengi kupitia njia hiyo kwenye taarifa yetu. Nazidi kusonga mbele, usisahau kujisajili nasi, subscribe, follow ili kupata video nyingine za kuvutia. Labda penda ama like video hiyo
kama umevutiwa naye. Usisite kutoa maoni yako pinde tu unapo tupata kote pate ulipo duniani. Ni wakati ambapo msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yake, uratibu kwenye hatua vile vile ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza sicha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Moja kwa moja wakati huu basi tunaelekea asante sana Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti pale hivi. Litakuwa jambo jema sana kama amani itarejea huko Gaza. Ndio maoni yake huyu ambaye namna hiyo. Asante sana, asema ombeni baba Glory pale hivi Bukavu town DRC. Natupata vizuri sana. Maka Rogasiana pale hivi, hao wajali matumbo yao tu, hawana lolote. Siasa za Tanzania imekuwa ya wapigaji tu. Asante sana Radio Fortune Africa. Nasema Mwanza tupo pamoja sana, tunawapata vizuri. Oliver Manka Kwayu anazungumza kutokea maeneo pale hivi ya Mwanza Tanzania. Ngusa Sambusa wasimiu siasa za Tanzania ni kama Simba na Yanga. Siasa za Tanzania ni kama Simba na Yanga. Bana Matayo Junior pale hivi Mkenya, ulimwengu sasa unapigana vita vya kibiashara juu ya vita vya jadi. Maka Rogasiani pale hivi, hao wajali matumbo yao tu, hawana lolote. Siasa za Tanzania zimekuwa ya wapigaji tu. Ndio wale ambao inajitokeza katika maoni ya watu tofauti wanapopeperusha maoni yao katika hatua hii. Wakati basi inazidi kusonga mbele kwenye hatua nyingine, ni kwamba Maulidi pale hivi Mikui pale hivi Urusi ina haki ya kujilinda. Vile vile Mbaga Karim pale hivi Mbezi Dar es Salaam, Urusi na Ukraine ni wakati sasa wa kuweka silaha chini na kukaa meza moja kumaliza vita hivi. Wa mkono wa chuma sio suluhu ya kudumu ya mizozo hata siku moja. Putin anamchapa kibaraka wa magharibi kimya kimya. Hadi sasa asilimia zaidi ya 25 ya ardhi ya Ukraina imeshanyakuliwa na Russia, na jamaa kasema ardhi yoyote iliyochukuliwa haitarudi kwa njia ya mazungumzo. Haya letu ni jicho tu kulitazama hilo. Masanja Kuyanja pale hivi msanii wa kuhenga pale hivi anasema kwamba mazungumzo ndiyo njia pekee ya kumaliza huo mzozo wa Ukraine na Urusi. Vile vile Maneti Magongo pale hivi Kiona anasema Iringa Uluti, misaada ya chakula inahitajika huko Ukraine. Evariste Sengi pale hivi Urusi ina haki ya kujilinda kama taifa lolote lile. Vile vile Lusekelo pale hivi Mwanjala pale hivi Urusi kuchukua zaidi ya maeneo mapya baada, maana vibaraka wake wameona wanapata hasara kubwa kutokana na vita vinavyoendelea sehemu tofauti, na bado wale wapambe wa Ukraina na waliofungamana kwa kuitenga Urusi na kuipa vikwazo zaidi. Vile vile Rama Mgesi anasema hapo sawa, sio Israeli inadanganya watu iko vitani, kumbe inaua watu wasiokuwa na hatia na kuchukua ardhi yao. Vile vile Jafari pale vikopo pale Moshi Tanzania, Urusi na Ukraine wakae kwenye meza ya mazungumzo ya Ukraine. Salimu amri, wanaoteseka ni raia. Yale ambayo inajitokeza pale Balder Dash pale Elzeri pale Mtei anazungumza. Haya
Kabazi Jane pale hivi toka DRC, Moba Nuda pale hivi mkoani Tanganyika, asema vita vya Urusi na Ukraina vimechanganya watu. Sasa kiliopo wapigane tu, yule atakosa nguvu anaheshimu mwenzake, na hapo ndipo wataacha kupigana. Isaya Sambo mpenda amani pale anasema viongozi wa Urusi wameshajua hakuna vikwazo wala wapinzani wa kweli wanaoweza wasaidia Ukraina na kufanikisha vita husika, ndivyo sababu anazidi kupanua wigo wa mashambulio yake. Yale ambayo yanajitokeza, msikilizaji, endelea kutuma maoni yako, tutakuwa nasoma baadaye, ambapo ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mamlaka ya Uturuki zimesema kuwa zimeanzisha uchunguzi kuhusu kuchapishwa kwa katuni inayohusishwa na Mtume Mohamed na jarida la kejeli la Leman, na wanamkamata mchora katuni, mhariri mkuu wa jarida hilo na mkuu wa taasisi hiyo. Watu waliokamatwa wameshtakiwa kwa kutusi maadili ya kidini hadharani. Gazeti hilo lilikanusha vikali madai hayo katika taarifa yake. Picha hiyo haimwashirii mtume wa Uislamu, imesema, kufuatia msukosuko kwenye mitandao ya kijamii kuhusu katuni hiyo. Video iliyotolewa zikionyesha umati mkubwa wa watu uliokusanyika mbele ya jengo la jarida hilo wakiimba idumu sharia, wakiomba na kuimba takbira. Polisi waliwazuia waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuingia katika jengo la gazeti hilo. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Istanbul amesema kwamba amri imetolewa kukusanya toleo la hivi punde la jarida la kejeli la Leyman, na mchakato wa kuzuia akaunti za mitandao ya kijamii na jarida hilo pia umeanza. Katika toleo lililochapishwa Juni 26, wahusika wawili walioita Muhammad na Moses wanasalimiana wanapoingia katika kijiji kilichoshambuliwa kwa mabomu. Waziri wa sheria wa Uturuki alitangaza kuwa uchunguzi wa mahakama umeanzishwa dhidi ya jarida hilo chini ya kifungo cha 216 cha kanuni ya adhabu ya Uturuki. Katika kipenga cha michezo, Bayern Munich inafikiria kumsajili mshambuliaji wa Manchester United Mwingereza Marcus Rashford miaka 27 baada ya kuvutiwa na kiwango cha mchezo wake akiwa Aston Villa kwa mkopo msimu uliopita. Arsenali inakaribia kufikia makubaliano ya kumsajili mshambuliaji wa Sporting Victor Gyökeres. Mchezaji huyo wa Uswidi aliye na umri wa miaka 27 ameambia klabu yake kuwa anataka kujiunga na The Gunners. Crystal Palace imefikia makubaliano ya pauni milioni 47 kumsajili Ousmane Diomande miaka 21 kutoka Sporting, huku beki huyo wa Ivory Coast akionekana kama mbadala wa mchezaji wa kimataifa wa Uingereza Marc Guehi miaka 24. Manchester United imewasiliana na Inter Milan kuhusu dili ya kumsaini kiungo wa Italia Davide Fratesi. Arsenal tayari imewasilisha ofa ya kumsajili winga wa Uingereza Noni Madueke miaka 23 ambaye huenda akaondoka Chelsea msimu wa kiangazi. Juventus inakaribia kufikia makubaliano ya kumsajili mshambuliaji wa Canada Jonathan David miaka 25 ambaye mkataba wake wa klabu hiyo ya Lille inakamilika mwishoni mwa msimu uliopita. Mshambuliaji wa Colombia Yona Duren miaka 22 anaelekea Uturuki kukamilisha mchakato wa uhamisho wake wa bure kutoka El Nasri kwenda Fenerbahce, ambapo wakati huo Newcastle wanatafakari uwezekano wa kumsajili beki wa Marseille na Argentina Leonardo Baledi miaka 26 ambaye pia
anafuatilia na Juventus. AC Milan ina matumaini ya kumsajili kiungo wa Uswizi Adon Jashari, miaka 22, kutoka klabu ya Brage na kwa mkataba wa takribani euro zipatazo milioni 30. Manchester City itamsajili kinda wa miaka 15 Kaylan Cole Kadamateri kutoka Sheffield Wednesday kwa mkataba wa euro zipatazo 1.5 milioni, ambapo Kadamateri ni mtoto wa mshambuliaji wa zamani wa Everton ambaye ni Dani. Tumemla ng'ombe mzima, sasa hapa hivi amesalia mkia, na mkia ni kiziba mkonga cha sasa. Mbele ya matatizo yote unayokutana nayo au unayopitia, kumbuka subira ni fadhila mkubwa. Kuwa na subira, mwamini Mungu katika muda na mipango yako. Mbele ya matatizo yote unayokutana nayo au unayopitia, kumbuka subira ni fadhila mkubwa. Kuwa na subira, mwamini Mungu katika muda na mipango ulionayo. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.